Disclaimer. Okay, wapenzi wa Crypto Educator, karibuni tena katika channel mpendwa. Na siku nyingine tena tumekutana hapa mbele yenu kwa ajili ya kuendelea kupeana mafunzo mbalimbali na update mbalimbali ambazo tunakuwa tunazitoa kwenye hii channel. Kama mnavyoona hapa, nipo kwenye hii project yetu ya Bitness. Project ya Bitness bado tunaendelea nayo, kama mnavyoona iko active. Hapa kuna akaunti ya rafiki yangu mwekezaji ambaye ameniazima hapa ili niweze kuonyesha jinsi tunavyoweza kufanya. Tukisema kwamba Bitness ni project ambayo ipo wazi, kwa maana ya kwamba kinachofanyika kwenye mfumo huu basi una uwezo wa kwenda kukiona moja kwa moja kwenye blockchain ya Binance Scan, ile Binance Explorer. Kama hapa unaona kuna dola hii dola 67, nataka nifanyie nani kwenye mzunguko wa siku moja. Kwa hiyo nataka niweke hii pesa kwenye mzunguko wa siku moja ili hiyo pesa nizungusha kwenye mzunguko wa siku moja, lakini pia nataka niwaonyeshe, umeiona hii pesa ishike hii, alafu tutaenda kuiona moja kwa moja kwenye BCS Scan. Na huu ndio uwazi wa hii project, kwamba chochote unachokifanya kwenye BCS Scan kwenye Bitness basi una uwezo wa kwenda kukitafuta kwenye BCS Scan ya hii project. Umeona ya hii project kwenye liquidity pool address yao hapa. Kwa hiyo kama unavyoona, shika kiasi, ninaenda kufanya uwekezaji wa pesa hiyo hapo dola 67.577. Kwa hiyo nabofya hapo circulate. Sawa, inafanya confirmation kwenye blockchain, napiga confirm, natia password namna hiyo. Kwa nikishatia password hapo tayari tutaona ikisubmit, tutaona mzunguko utaingia, afu tutaenda kuona kwenye BCS Scan kwenye contract address ya liquidity pool ya Bitness. Tuone je, pesa kweli imeingia kwenye liquidity pool. Hicho ndo tunachokwenda kukifundisha hapa kwenye somo hili, kwamba ile transparent tunaenda kuifanya hapo. Bila shaka imeingia na confirmation ile imetoka hapo, nasubiria tu notification ya kwamba iwe iandike submitted. Hapo ni issue ni mtandao tu, hapo ni issue ni mtandao tu, inazunguka namna hiyo, lakini hela imeshaingia. Ni kurefresh tu hapo, inatakiwa yenyewe iandike submitted successfully. Tuone wote hapa kwa pamoja kwamba hii pesa tutaweza kwenda kuiona kwenye BCS Scan, na hapo ndipo utakapoona tofauti ya project ya Bitness na project nyingine ambazo zinajiita decentralized, kwamba kinachofanyika kwenye project huwezi kuona kwenye blockchain explorer, lakini huku kila kinachofanyika kwenye mfumo wa Bitness basi una uwezo wa kukiona kwenye blockchain explorer. Ngoja ni refresh hapo ili kuweza kuonyesha hapo. Ngoja kwanza irodi, tuone hapo ina rodi hiyo. Okay, iko bado haija nani. Haya, ngoja tupige hapo ni mtandao ndo ulicheza. Umeona circulation ya siku moja, napiga circulation. Nipo na confirm. Tusubiria hapo kidogo iandike submitted successfully. Inafanya confirmation kwenye blockchain. Kama mnavyoona tayari imeshakuwa. Ngoja order hii hapa, unaiona order hii hapa. Order hii hapo ya siku moja dola 67 hiyo imewekwa na nitaenda kuweka sasa. Twenda tukaone kwenye Binance Smart Chain. Napiga hivi, narudi hapa kwenye liquidity pool hapa. Hii ni linki. Napiga hapa kwenye hizi namba,
Sawa, nikipiga namna hiyo itafunguka. Kishafunguka tutaenda kuona ule muamala. Huko tumeona tumekuja kwenye Binance Smart Chain. Hii hapa ndo contract address ya nini? Ya Bitness Loop, contract address ya liquidity pool ya PancakeSwap ambayo Bitness Loop wameiweka kwenye PancakeSwap. Bitness wameweka kwenye PancakeSwap, umeona? Kwa hiyo tutashuka chini niweze kuona miamala ambayo imefanyika. Ili kuweza kuona muamala wa sasa hivi na kuja hapa kwenye token transfer. Nikishapiga token transfer nitaweza kuona hapa, itafunguka hapo. Ngoja ifunguke ili tuweze kuiona ile pesa yetu tuloiweka. Nadhani ndani ya sekunda haijafika hata dakika tutaweza kuona. Ngoja tu refresh hapo. Ni mtandao ndo unasumbua, sijui kwa nini. Simuona hata pale mwanzo ilikuwa inasumbua. Kama tunavyoona hapo, soma pale juu, hii ni PancakeSwap version 3 pool, umeona ni Pancake version 3 pool. Hiyo ni pool ambayo Bitness wameweka liquidity yao pale kwenye pool hiyo hapo, na hii ndo contract address. Sasa tushuke hapa chini tuweze kuona, kama unavyoona liquidity pool ya Bitness ina pesa kiasi hicho hapo. Kwa hiyo nakuja hapa kwenye token transfer ili niweze kuona muamala ambao nimeufanya muda si mrefu hapa, ili uone uwazi uliokuwepo kwenye hii project. Bila shaka imefunguka. Kwa hiyo nakuja kuangalia hapa muda ambao umepita, tutaweza kuitrace ile transaction hapo. Tuangalie hapa ili uweze kujua ni kiasi gani, tutaona ni ile pesa niliyoiweka hapo ni $66. Ndani ya muda mfupi tu imeshapita, ni zaidi ya dakika hapo. Angalia miamala inayofanyika hapa, sekunde. Sasa ngoja tukapeleke kwenye peji inayofuata hapa. Kwenye peji inayofuata iko wapi? Hapa tuende tukaangalia transaction zote. Umeona, tuende kwenye peji ya pili. Tutaweza kuiona tu, wala usiwe na wasiwasi. Tutaweza kuiona ni $67 point ngapi, utaiona tu hapo. Utaiona huko kwenye amount. Hiyo pesa itakuwa iko hapo. Kama haiko hapa, umeona? Haya, turudi tena, itakuwa imeshafika dakika kadhaa hapo. Tuende kwenye peji nyingine. Huku ndo nataka nione kwa huku. Peji ya 4 itakuwa ishafika dakika 3. Hapa tuone. Nataka niwaonyeshe muamala wangu ambao nimeufanya hapa muda si mrefu. $67. Hii hapa. Umeiona hii hapa. Hiyo ndo pesa niliyoicirculate mimi, umeona ni $67.577. Ukirudi nyuma video utaweza kuiona. Haya, turudi nyuma tuangalie imetoka wapi, imeenda wapi. Tunakuja hapa. Umeona hiyo hapo ndo transaction hash ya huu muamala imeingia kwenye circulating hapo, kwenye circulating. Sawa. Dakika 5 zilizopita. Muda ni dakika 5 zilizopita. Sawa. Imetoka kwenye iko wapi? Niko wapi? Ngoja tuangalie. Ni hii hapa. Sio circulating reward, ile ni loop. Hii hapa. Ngoja tushike hiyo link, umeona? Hiyo hapo. Kwa hiyo naenda nayo hapa, tutaona hapa, umeona ni dakika 5 zilizopita. Hii iliandikwa loop, umeona? Hii hapa ndio transaction hash. Hii hapa imeingia kwenye loop smart contract ya Bitness Loop. Sawa, imeingia kwenye smart contract hapa. Hii hapa ndo block ambayo huo muamala umekuwa confirmed huko kwenye block number hiyo hapo.
dakika 5 zilizopita ndo muamala umefanyika na imeingia kwenye contract address hii hapa. Hii ndio nimeenda, yani tu manake kwenye contract address hii hapa ndio contract address ya Bitness Loop. Sawa, Bitness Loop smart contract yao ni hapo. Imetoka kwenye Bitness Loop, umeona imeingia kwenye Bitness Loop, address yake hiyo hapo. Ikaenda kwenye nini? Imeenda kuingia moja kwa moja kwenye liquidity pool ambayo ndio ile ambayo contract address yake tunaiona ambayo ni PancakeSwap version 3 pool. Imeingia kiasi gani? Pesa hiyo hapo. Kwa hiyo hii pesa sasa hivi ipo kwenye pool inazunguka. Nadhani hapo wote mmeweza kuiona. Kwa hiyo ndio maana tunasema Bitness, umeona, na imewekezwa ni nini? Imewekezwa ni Binance page ambayo ni USDT. Kwa hiyo nadhani mmeweza kuona hapo jamani. Tunaposema kwamba Bitness kila muamala unaofanyika huku unaweza kuona, ndio namna hii. Kwa hiyo kama ingekuwa hii ni project ambayo ni scam, usingeweza kuona. Kwa hiyo hii ni pure blockchain project. Kila kitu unachokifanya kwenye wallet yako una uwezo wa kuja kukitrace kwenye BTC scan. Na hapa sasa nipo scan, sijaskani contract, sijaskani wallet yangu, bali nimeskani nini? Ili contract address ya liquidity pool ya Bitness Loop, kwamba je, kweli hii pesa imeingia kwenye liquidity pool? Na kweli kama tulivyoiona hapa, kweli pesa imeingia kwenye nini? Liquidity pool, na niliwaonyesha pale ni hiki hapa. Asante sana kwa kunisikiliza na watakia siku njema. Ukitaka kujiunga kwenye hii project, link iko chini ya video description. Kwa hiyo hicho ndicho tunachokifanya huku. Umeona pesa imeingia kwenye smart contract ya Bitness Loop. Sawa, hapo imeingia. Hii ni maana yake imeingia. Iko kwenye liquidity pool sasa hivi inazungushwa. Inasubiriwa mtu wa kuweza kuizungusha au inazungushwa. Sawa? Baada ya hapo itatoka baadaye, mzunguko ukiisha itatoka kwenye liquidity pool, itarudi kwenye wallet address yangu yenyewe automatically bila mimi kubofya sehemu yoyote. Nadhani nimeeleweka hapo. Ndio nilichokuwa nataka nifundishe leo hapo. Transparency kwenye Bitness Loop ndio iko namna hiyo.